Na siku ya leo nataka nikufundishe somo linasema Mungu anamtafuta mtu. Ndugu zangu, iko hivi, leo nakufundisha somo linasema Mungu anamtafuta mtu. Kwa nini nakufundisha somo hili? Ni kwa sababu wewe ni mtu wa thamani. Maandiko yanasema kitabu cha Isaya 43 ule mstari wa 4, maandiko yanasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope. Barikiwa sana mkuu. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Mungu aibariki sadaka yako. Mungu akufanikishe katika maeneo yote katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Watu wa Mungu, angalia, maandiko yanasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Wewe ni mtu wa thamani, usijichukulie kawaida. Mungu anakuchukulia kama mtu wa thamani. Haijalishi ni mazingira gani unapitia, haijalishi umekataliwa kiasi gani, haijalishi ni mambo ni magumu kiasi gani, cha kujua ni kwamba wewe ni mtu wa thamani. Sema, mimi ni mtu wa thamani. Barikiwa sana. Watu wa Mungu, angalia, wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu wa nini? Wa thamani. Tatizo ni kwamba unajichukulia kawaida, na kitendo cha kujichukulia kawaida unamkwaza Mungu sana. Ndugu zangu, iko hivi, kitendo cha wewe kujichukulia kawaida unamkwaza Mungu sana. Mimi nakwambia ukweli, kwa sababu katika uumbaji wa Mungu, Mungu akasema na tumfanye mwanadamu kwa sura na mfano wetu. Tatizo, ukijiangalia kwenye kioo unajikataa mwenyewe. Eti mimi ni mbaya, mafuta amenikataa, wewe mbaya. Tatizo ni kwamba unashoboka na vitu vya kidunia, lakini in nature, katika asili wewe ni mzuri. Na hapo uliposema mimi ni mzuri, chekengeta wajikubali, sema mimi ni mzuri. Mwana mwite, sema mimi ni mzuri. Haya, wengine hata wajikubali kwa sababu wamejiangalia kwenye kioo leo asubuhi. Sema hapana, kwa sura hii hapana, kwa kweli hapana. Wewe ni mzuri. Usijichukulie kawaida. Wewe ni mzuri. Unakuta mtu anakuambia eti wewe ni mbaya. No, wewe sio mbaya, wewe ni mzuri. Mungu akakuumba kwa sura na mfano wake. Utasemaje kwamba wewe ni mbaya? Watu wa Mungu, angalia, iko hivi, na kufundisha somo linasema Mungu anamtafuta mtu. Wakati ambapo Mungu anapotaka kukomboa familia au kuwainua watu au kuwabariki watu au kufanya jambo la aina fulani, lazima Mungu atamtumia mtu. Wakati ambapo Mungu Baba alipotaka kuokoa ulimwengu, akasema nani ni mtume? Yesu akasema, Baba, mimi nipo tayari. Yohana 3:16 maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Watu wa Mungu, angalia, Mungu ili aweze kuokoa familia yako lazima atamteua mtu miongoni mwa familia yako, au hata kama hatoki katika familia yako, lakini lazima atakuwa mtu aje katika familia yako na aweze kwa sababu ya ukombozi wa familia yako. Iko hivi, wakati ambapo Mungu anapomchagua mtu, Mungu haangalii sura, Mungu haangalii umri, Mungu haangalii kiwango cha pesa ulizonazo, Mungu haangalii kabila unalotoka, Mungu haangalii taifa unalotoka. Anachoangalia Mungu ni moyo utayari. Barikiwa sana. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue. Mungu akutendea leo mema kile itapo leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tapita mahali hapo uchukue bahasha kwa ajili ya kuweka sadaka, usapoti kazi ya Mungu na utakuwa fanya jambo la baraka sana. Sana tena sana. Amen, amen. Watu wa Mungu, angalia, Mungu anapomchagua mtu haangalii sura. Kama Mungu angekuwa naangalia sura ya mtu, kwa sura yangu hii, niangalieni vizuri, kwa sura yangu hii nisingechaguliwa. Mimi nakwambia kweli, kwa sura yangu hii, simaanishi kwamba ni mbaya. Mtu mwingine anasema jamani, angalia kwa sifa na ukoo niliyotokea, kwa sababu nisikufiche Mungu anapenda wanyenyekevu, lakini kiuhalisia mimi nimetoka kwenye kabila la Wabishi. Sema Wabishi.
Wabishi kabisa. Nakataka mazo mbishi. Wewe mbishi. Barikiwa sana mkuu. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Barikiwa sana bwana shehe. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Watu wa Mungu angalia. Lakini kwa sababu Mungu akishapendezwa na mtu, anamchagua mtu, anamtumia mtu kwa miujiza. Watu wanaponywa uvimbe, watu wanaponywa kansa, watu wanafunguliwa, watu wanampokea Kristo, watu wanaokoka. Angalia, Mungu akisha kuchagua haangalii kabila lako. Wakati ambapo Mungu amekusudia kuwaokoa wana wa Israeli ili kuweza kumpata mfalme ambaye pia atamdondosha Goliathi, Mungu alianza kwanza kumwandaa Daudi. Mungu alianza kwanza kumwandaa Daudi, akamwandaa Daudi. Daudi maisha yake alikuwa anachunga kondoo porini, alikuwa anachunga ng'ombe porini. Daudi alikuwa ni mchungaji. Lakini angalia, wakati wa Bwana ulipofika, wakati Mungu alivyomkataa Sauli, Mungu akamtumia nabii Samueli, akamwambia nenda katika kabila la Yuda, katika nyumba ya Yese, nenda pale, kuna mtoto mmoja wapo nimemkusudia. Watu wa Mungu angalia, wakati ambapo nabii Samueli amefika katika nyumba ya Yese, wakati ambapo watoto wote wametolewa nje ili aangaliwe ni nani aliyechaguliwa na Mungu. Baba yake na Daudi aliwatoa wale wenye nguvu, lakini Mungu akasema mimi siangalii sura wala siangalii umri, nachoangalia ni moyo. Barikiwa sana. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa ajili ya mwanao Nancy. Natamka baraka, neema, nguvu na kibali kisichokuwa cha kawaida. Nancy amebarikiwa na kutamkia baraka, neema na nguvu na ushindi usiokuwa kawaida. Nimetamka neema juu yako, nguvu ndani yako, utukufu katika maisha yako. Katika mikono yako nimeachilia nguvu ya kumiliki, nimeachilia nguvu ya kutawala, na katika miguu yako nimeachilia nguvu ya kibali. Kila utakapokanyaga utakubalika, kila utakapoenda utakutana baraka zako. Nimekubariki Nancy, nimebarikiwa katika maeneo yote, utashinda na zaidi ya kushinda. Utukufu wa Mungu uko ndani yako na neema ya Bwana itakuongoza katika jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa. Amen. Barikiwa sana. Hata ukifanikiwa kukuchuia mtanukia. Amen. Barikiwa sana. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Watu wa Mungu angalia, iko hivi. Wakati Mungu akisha kuchagua, haangalii sura. Tatizo hapo, wengine mjikubali. Amfanyaje? Amjikubali. Ndio tatizo hilo. Ndio tatizo. Hilo ndio tatizo. Mwambie hivi, Mungu Baba, niko tayari. Nitumie vile upendavyo kwa ajili ya kuivusha familia yangu. Mwambie Mungu, nipo tayari. Nitumie vile upendavyo kwa ajili ya kuivusha familia yangu. Mimi nilimwambia hivi Mungu, na hata leo nilimwambia Baba, niko tayari. Use me as you want. I'm ready. Nitumie vile upendavyo, niko tayari. Nitumie vile upendavyo, niko tayari. Baba, nitumie vile upendavyo, niko tayari. Nikamwambia Bwana Elon, angalia, Bwana nipo tayari. Nitumie vile upendavyo. Leo hii watu wanaponywa uvimbe, waponywe. Mbona mwitikie jamani? Watu wanaponywa uvimbe, waponywe. So wanaponywa. Angalia, nilianza katika mazingira ambayo mtu mwingine akiangalia anasema mtumishi huyu anacheza, huyu mtumishi huyu anacheza. Watu wa Mungu angalia, sichezi. Angalia, unapokuwa serious kumtumikia Mungu, Mungu atakutumia kufanya mambo makubwa katika familia yako. Tatizo ni kwamba wewe hata ibadani unaenda kimasiala. Wokovu unaochukulia masiala. Yesu unamchukulia ni kama masiala. Mungu unamchukulia ni kama utani. Angalia, wakati ambapo utakapoishi kwa kumtumaini, wakati ambapo utakapoishi kwa kumwamini, yeye atakutumia kama chombo kuweza kuivusha familia yako. Mungu anamtumiaga mtu kwa ajili ya kuvusha watu, na mtu anayetumiwa siku zote waga mazingira yake muda mwingine yanakuwaga ni magumu. Nisikilize, iko hivi, Mungu ili akuthibitishe lazima ataanza kwanza kukuandaa. Mungu ili akuthibitishe lazima kwanza ataanza kukuandaa. Watu wengi mko mahali hapa leo hii mnakimbia maandalizi. Angalia, kwenye mchakato ndipo anapatikana mtu bora. Kwenye mchakato, kwenye maandalizi ndipo anapatikana mtu bora. Na wewe ili Mungu
Mungu akutumie kama chombo kuivusha familia yako, lazima kwanza atakuandaa. Ndio leo hii wengine mnapitia maumivu, wengine mnalia, wengine mmekataliwa. Mimi hapa nilikataliwa, wewe uko mahali hapa, inawezekana umekataliwa, hata ukataliwa na binti. Barikiwa sana. Amen. Ile hali kidogo naona kama inaniachia. Amen. Amen. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa ajili ya mwana huyu. Asante Bwana kwa ajili ya ushuhuda huu. Baba, kama vile Elia alivyomtuma mtumishi wake kwenda kuangalia kama mvua inanyesha, na mara mwisho akasema ninaona hali inatokea, ninaona kiwingu, ninaona hali inatokea. Bwana Mungu, asante kwa ajili ya uponyaji wa mwanamke huyu. Baba, kwa ushuhuda huu ni ishara kwamba Bwana unatenda. Nami natamka uzima ndani yake, natamka neema ndani yake, natamka nguvu ndani yake, natamka uzima ndani yako. Natamka uzima katika jina la Yesu Kristo. Hali yote ya mapepo, hali ya magonjwa haitafanikiwa juu yako. Uzima uko ndani yako, neema iko ndani yako, kibali kiko ndani yako. Nimekuambatanisha na mema na utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mzima, wewe ni mbarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa. Amen. Barikiwa sana. Amen. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi. Ili Mungu akuthibitishe, lazima atakuandaa. Barikiwe. Amina. Ni Stella. Okay. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa mwana Stella. Kila itapo leo namsogeza mbele zako ili Bwana uweze kumtendea. Baba, asante kwa maana ndio mponyaji. Wewe ndio unayeponya, wewe ndio unainua. Baba, unaponya ili tukutukuze. Unampa mtu uzima ili Bwana tukuinue. Na tujua kwamba wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo la yote. Nami kwa jina la Yesu Kristo natamka uzima. Stella, wewe ni mzima. Nimeondoa maumivu ya tumbo katika jina la Yesu Kristo. Nimekutenga mbali na mabaya. Kila aina nguvu zote za giza zilizoingizwa ndani yako zimekuwa batili katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu zote za giza zilizojengwa kinyume na wewe, kuanzia sasa nimezivunja na kuziharibu. Uko huru na damu ya Yesu Kristo itanena mema kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa. Amen. Barikiwa sana. Amen. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi. Ili Mungu akuthibitishe. Barikiwa sana mkuu. Mungu akubariki sana. Ili Mungu akuthibitishe, lazima kwanza akuandae wewe ili uweze kuivusha familia yako, ili uweze kuwafaa wengine. Angalia, lazima ukubali kuandaliwa. Barikiwa sana mwanangu. Amen. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa ajili ya mwanao Angel. Natamka uzima na neema na nguvu ndani yake. Natamka uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Angel ni mzima, Angel ni mbarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kila nguvu zote za giza hazitafanikiwa juu yako. Nimekuzingira kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo inene mema katika maisha yako, na kazi ya mikono yako imebarikiwa. Kila utakachofanya utafanikiwa. Miguu yako kila utakapokanyaga utapata kibali. Nimekutenga mbali na mabaya, nimekufunika kwa damu ya Yesu Kristo. Malaika wa Bwana watatembea pamoja nawe. Upo salama katika jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa. Amen. Barikiwa sana. Amen. Amen. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi. Ili Mungu akuthibitishe, lazima kwanza akuandae. Barikiwa sana mkuu. Mungu akubariki sana. Mungu aibariki sadaka yako. Mungu akuinue. Mungu akutendee yaliyo mema kile itopo leo katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu, angalia, lazima ukubali kuandaliwa. Wakati ambapo Yusufu alipoota ndoto, Yusufu akamwambia ndugu zake, ndugu zangu, nimeota ndoto. Wakati Yusufu ameomba ndugu zake amchukia. Wewe hatima yako kama ni kubwa, unaweza kujikuta rafiki zako wanaanza kuchukia bila sababu zozote. Barikiwa sana. Unaweza ukajikuta rafiki zako wanakuchukia. Kuna mtu mwingine huko mahali hapa, ulimwambia rafiki yako kwamba mimi nimepata mchumba, na wewe mchumba ni six pack na alafu vizuri alafu kifua mrefu. Unajua dada wana allergy na wanaume walevu. Wanaume wafupi mpo? Wanaume wafupi mpo? Ampo haya, nimekula kwenu. Bora uombe Mungu akupe mwanamke naye mfupi. Wadada wengi wana allergy na wanaume nini? Walevu. Ili akilala analala kifuani kwake hivi. Anakwambia mimi mwanaume mfupi sitaki kabisa. Sitaki kabisa. Mwanaume ambaye namshika hivi. Hivi kama mdogo wangu sitaki kabisa mambo kama hayo. Na ukiona mwanaume umeoa mwanamke mrefu na amelishika na wewe una Mungu. Una Mungu, mimi nakwambia ukweli. Una Mungu. Wanawake wengi wana allergy na wanaume wafupi. Wafupi hawataki kabisa hizo mbegu, hawataki kabisa. Hawataki kabisa. Wanataka wanaume warefu. Akamwambia nini kilala na kifuani kwake.
Alafu na anichumu hapo kwenye utosi, sawa? Anichumu hapa, sio kwenye kuchumwana hivi, mimi ndio nianze kutainama hivi. Sasa blaza mrefu, wewe una bahati kubwa sana wewe. Wewe una bahati kubwa sana. Wewe mrefu hiyo. Yaani walefu. Mwanamke sema tu ni vile anajizuia kuongea, lakini mwanaume mrefu akipita tu mwanamke anamezea mate, yule angekuwa kwangu yule. Lakini sisi wafupi, haya. Omba Mungu upate na wewe mfupi mwenzako. Hapo mambo yataenda vizuri. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi, ili Mungu akuthibitishe, lazima atakuandaa. Ukubali maandalizi. Watu wengi wanakataa maandalizi, ndio maana haui bora. Mtu bora wa kesho alikubali maandalizi ya leo. Ili Mungu akutumie kesho, kubali kuandaliwa leo. Na kuna watu wengine, barikiwa sana mkuu. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue, Mungu akutendea leo mema kila utapo leo, katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana mkuu. Amen, amen. Watu wa Mungu, angalia, kubali kuandaliwa. Magumu unayopitia leo, wala usiogope. Aibu unayopitia leo, wala usiogope. Fedheha unazopitia leo, wala usiogope. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya 43:2 inasema hivi, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, mkombozi wako. Anasema hivi, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Mungu yu pamoja nawe. Kwenye biashara yako yuko pamoja nawe. Kwenye mahusiano yako yuko pamoja nawe. Kwenye ndoa yako yuko pamoja nawe. Kazini kwako yuko pamoja nawe. Kwa watoto wako yuko pamoja nawe. Yuko pamoja nawe. Sema, yuko pamoja nami. Anasema usiogope. Sawa dada yangu, usifanyeje? Usiogope. Kwa Kinyakisho anasema don't fear anything. Don't fear. Usiogope. Angalia, hautakiwi kuogopa. Mungu hataki sisi tuishi kwa kuogopa. Anataka tuishi kwa imani. Barikiwa sana. Mungu abariki sadaka yako. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Mungu hataki tuishi kwa kuogopa. Anataka tuishi kwa nini? Kwa imani. Anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Watu wa Mungu, angalia, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ishi kwa imani. Mwenyezi Mungu nakushukuru, asante kwenda kwa ajili ya imani kubwa aliyonayo Justin. Amesogea mbele zako, anakuamini, anaamini katika uponyaji, anaamini katika baraka. Nami natamka baraka juu yake, natamka neema ndani yake, natamka kibali na uzima ndani yake. Justin, wewe ni mbarikiwa, hautashindwa bali utashinda. Katika maeneo yote utapata kibali na utainuka. Utukufu wa Mungu utakuwa pamoja nawe. Katika hatua zako zote utafanikiwa tu, utashinda tu. Natamka uzima na baraka, neema na kibali katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mbarikiwa. Amen. Barikiwa sana. Amen. Barikiwa sana. Amen, amen. Amen. Njoo kuombe kabisa. Amen. Okay, sawa, nimekubariki. Mungu akuinue, Mungu akutendee mema, na sadaka yako hii ikanene mema katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana mama. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue. Utukufu wa Mungu uwe sehemu ya maisha yako, na baraka za Bwana ziongozane pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi, Mungu anakutaka uishi kwa imani. Usiogope. Usifanyaje? Barikiwa sana. Usiogope. Usiangalie mazingira. Usiangalie nini? Mazingira. Mungu hataki uangalie mazingira. Mungu anakutaka uinue nini? Imani. Imani ni kushinda kabla hujashinda. Imani ni kufanikiwa kabla hujafanikiwa. Imani ni kuzaa kabla hujazaa. Barikiwa sana mkuu. Imani ni kuinuka kabla hujainuka. Yesu akasema, kwani ukiamini hautauona mkono wa Bwana? Na ukiwa na imani kidogo kama chembe ya haradali, utauambia mlima huu ng'oka, na utang'oka. Utaiambia matatizo ondoka, yataondoka. Utaiambia kansa ondoka, itaondoka kwa jina la Yesu. Ukiamini hautauona uzima. Ukiamini hautauona wokovu. Ukiamini hautafunguliwa.
ukiamini hautabarikiwa. Mithali sura ya 3. Barikiwa sana mkuu. Mithali sura ya 3 na ule mstari wa 5 na 6, maandiko yanasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Watu wa Mungu, angalia maandiko yanasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe, na katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Ni mapito gani unayopitia na ni jambo gani linalomshinda Bwana? Kuna wimbo tunasema, tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Watu wa Mungu, angalia, yeye ni Mungu asiyeshindwa na jambo la aina yoyote. Amesema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usio yajua. Ina maana kwamba ukimwita Mungu yeye atakuonesha ndoa yako. Tatizo ni kwamba hata mchumba unamtafuta kwa kutumia akili zako za kibinadamu. Ndio maana leo umepigwa, unaelewa? Ndio maana leo umepigwa. Maandiko yanasema wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Asema niite nami nitakuitikia. Barikiwe sana dada. Amen, amen. Yaani hata mchumba unamtafuta kwa akili zako za kibinadamu. Barikiwe sana. Mungu akuinue. Mungu akutendee leo mema kile topo leo katika jina la Yesu Kristo. Jamani, iko hivi, mchumba usitumie akili za kibinadamu, sawa? Yaani jimimine kwanza kwa Mungu, sawa? Alafu Mungu ndio akuoneshe mke wa kuoa au mume wa kuolewa naye. Leo hii kupata mke, yani mke kabisa, mke. Wengi ni wanawake, lakini kupata mke imekuwa ni changamoto. Na wengi ni wanaume, lakini kupata mume, wengine leo mpaka wanafumuliwa huko nyuma huko. Yaani ndio anafumuliwa kwa hiari yake, sawa? Huko nyuma huko mwanaume anafumuliwa kabisa huko nyuma huko. Anatembea bana makalio hivi. Yaani kuna wanaume ambao wanabana makalio hapo hivi. Wanaume kabisa. Anabana makalio kwa sababu gani? Ameshafumuliwa huko nyuma. Yule ambaye ni mwanaume kama mambo. Yaani mwanaume lakini mambo. Jamani. Mwanaume ameshafumuliwa huko nyuma huko, ameshafumuliwa. Hakuna. Unanielewa? Anatembea huko hivi kabana. Unadhani staili ya mtembeo, lakini kumbe anabana simamo asitoka. Akikoa tu huku yanatoka shenge. Akikohoa. Angalia, leo hii kupata mke wa kuoa, mke, nazungumzia mke sio mwanamke, nazungumzia mke. Au kupata mume, sawa, wa kuolewa naye. Nazungumzia mume sio mwanamume. Kuna tofauti kati ya mume na mwanaume, sawa? Na kuna tofauti kati ya mke na mwanamke. Uelewe vitu. Mwanamke tu anaweza ni wanawake tu, ana manyonyo, sawa? Ana cha kuzalia, kile cha mtoto ana nani, basi. Elewa? Lakini wife material kumpata wife material. Yule umeshaoa Umeshaoa? Wewe una mke, si ndio hivyo? Una mke. Safi kabisa. Unaona kabisa una amani. Inakaa kupetipeti vizuri, si ndio hivyo? Haya, tuendelee. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi. Mungu anataka uishi kwa imani, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisita, roho yangu haina furaha. Je, ukiamini hautapata uzima? Je, ukiamini hautafunguliwa? Je, ukiamini hautabarikiwa? Je, ukiamini Mungu hata kutumia kama chombo kwa ajili ya familia yako? Kuna wengine mko mahali hapa, Mungu amewakusudia ili kupitia wewe familia yako iweze kubarikiwa. Kuna watu wengine mko mahali hapa, Mungu amekukusudia ili kupitia wewe ndugu zako wainuke. Barikiwa sana. Kuna watu wengine mko mahali hapa, Mungu amekukusudia wewe ndio wewe mfuta machozi wa familia yako. Mko mahali hapa, wengine mmekusudiwa. Sema ni mimi. Si uongee, sema ni mimi. Sema ni mimi. Tatizo hata wengine hata mna imani. Sema ni mimi. Mama, hebu njoo nikwambie. Ni wewe, njoo nikwambie kabisa. Wewe njoo nikwambie.
Aje kukuombea. Amen. Wewe ni mjamzito? Haya, njoo. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa mwana huyu. Umeendesha mashambulizi kwake. Nami Bwana utibu wake na mzingira kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna uchawi wala uganga utakufanikiwa juu yake. Nimekuzingira kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ni barikiwa, utajifungua salama. Hakuna ubaya utakotokea katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwako. Amen. Barikiwa sana. Amen. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi. Je, ukiamini hautapata uzima? Ukiamini hautafunguliwa? Ukiamini hautaponywa? Ukiamini hautaolewa? Ukiamini hautaoa? Kuna vijana mko mahali wameshajikatia tamaa. Eti mimi wananikataa kila siku. Wananikataa kila siku. Nasema hivi, kuoa lazima utaoa tu. Nami nakutamkia na kufungulia malango, ukutane na mwanamke sahihi, ukutane na mwanaume sahihi. Angalia, na kuombea na kufungulia malango, utakutana na mwanamke sahihi, utakutana na mwanaume sahihi. Pokea hiyo kwako katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema, je, ukiamini hautauona mkono wa Bwana? Yesu akasema, ukiamini hautauona mkono wa Bwana. Ukiamini hautauona mkono wa Bwana. Imani. Yesu anakutaka uinue imani. Utakapoinua imani, kansa inaondoka, uvimbe unaondoka, umasikini unaondoka, laana zinaondoka, mikosi inaondoka, kukataliwa inaondoka. Unainua imani, alafu unajitamkia kwa kinywa chako. Nikusomea andiko hili, kitabu cha Zaburi 109 na ule mstari wa 17. Inasema hivi. Ni 109 ule mstari wa 17. Inasema hivi. Naye alipenda kulaani, napo kukampata. Hakupendezwa na kubariki, kukawa mbali naye. Narudia tena andiko hili. Maandiko sasa hivi. Naye alipenda kulaani, napo kukampata. Hakupendezwa na kubariki, kukawa mbali naye. Watu wa Mungu, angalia, usijitamkie mabaya. Napokuambia kwamba Mungu anamtafuta mtu, Mungu anakutafuta wewe. Kwenye kinywa chako, barikiwa sana mkuu. Amen. Jifunze kujitamkia mema. Sema mimi ni mbarikiwa. Asubuhi sema mimi ni tajiri. Mchana sema mimi ni mbarikiwa. Jioni sema mimi ni mshindi. Iwe ni kama vile dozi ya mseto. Ile kama vile dozi ya nini? Dozi ya mseto. Vingapi? Vinne kutwa mara ngapi? Mara 2. Watu wa Mungu, angalia, jitamkie mema kila itwapo leo. Maandiko yanasema hivi, nirudie tena. Naye alipenda kulaani, nako kukampata. Hakupendezwa na kubariki, kukawa mbali naye. Penda sana kujibariki. Usione mazingira ukajitamkia mabaya. Usiruhusu moyo wako kujitamkia mabaya. Jitamkie mema kila itwapo leo. Maandiko yanasema, linda sana moyo wako zaidi ya kitu chochote kile ukilinacho, maana hapo ndipo zitokapo chemchemi za uzima. Unaulindaje moyo wako? Kwa kujitamkia mema. Sema mimi ni mbarikiwa, sema mimi ni mshindi, sema mimi nitainuka, mimi ni mwanamke mwenye ndoa yangu, mimi ni mwanaume mwenye familia yangu. Angalia, jitamkie mema kila itwapo leo. Usiangalie mazingira. Mimi naambia kila siku, mimi nitakuja kumiliki ndege, private jet. Sasa mtu mwingine akiangalia anasema mtumishi mrogwa Wachanganyikiwa sijachanganyikiwa na akili timamu. Angalia, imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Na kwambia kila siku hivi, mimi utakuja kuniona niko level za juu, level za juu, level za juu, level za juu, level za juu. Angalia, maandiko yanasema hivi, vile aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, na tumbo la mtu litajazwa kwa maneno ya kinywa chake.